kale kaboro unakaleta au Matumaini yetu ni kwamba mupo wengi mkifuata televisheni ya Raia. Tunawasihi nyinyi wote karibu kuweza kufuata habari hizi katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Operation ya msako ambayo iliendeshwa hii siku ya tatu tarehe 28 Mei Pakisi ndani ya mtaa wa Nyiragongo. Huko matukio ni kwamba kumeweza kuripotiwa mabandia wengi ambao walishikwa. Vijana ambao walizaniwa kuwa kati ya mabandia hao ambao walikuwa hawana hatia yoyote, hawa waliachiliwa huru kisha kutetewa na makada za ngazi za chini ambao walikuwepo. Kamanda mjini Goma wa mji wa Goma Jimmy ameweza kuhakikishia kwamba chama cha M23 yani ASM 23 haiorozi kwa nguvu wa vijana ili waweze kujiandikisha ndani ya jeshi la ARC. Kuna kitangazo ambacho kimetoka huko kunako ofisi ya meya, na kitangazo hicho kinasema hivi: meya wa mji wa Goma Ndaliene Julien anakumbusha watembeza pikipiki na wale wenyeji pikipiki wote ambao wanaendesha kazi zao hapa mjini Goma kuwa inakatazwa kabisa kubeba watu zaidi ya wawili kwenye pikipiki moja. Pia Ndaliene Julien akiwa meya wa mji wa Goma amesema ya kwamba kisha saa 4:30 za usiku imekatazwa kabisa kutembea, na tume za ujasusi na wale wa usalama wameomba kuheshimisha tangazo hili, na yule ambaye atakayekiuki hatua hii ataona sheria nyumba yake. Amesema hivyo Ndaliene Julien, huyu akiwa meya wa mji wa Goma. Imekatazwa kuweza kutumia bahasha aina plastiki mjini Goma. Hawa wakiwa ni wana biashara na wengineo wapashwa kutumia bahasha aina papier ya kaki ambayo inaitwa biodegradable. Na hii mpango huu uliweza kuanzishwa tarehe 27 Mei na akiwapo mwakilishi waliwali wa jimbo Kivu Kaskazini, huyu akiwa kiongozi wa chumba cha kazi akiwa makamu. Ni kwamba mpango huu umeweza kuheshimishwa tangu tarehe 27 Mei. Meya wa mji anapata kueleza mengi zaidi. Na ndio maana tumejikusudia kwanza kuona kama sachet ni kitu kenye kinaharibu ville ngambo ya uchafu, na ni kitu ambao wa population hapa Goma inazoea, kama inataka kunani inaweka fasi mwini na choma, na ile inapolue atmosphere, inaharibisha mazingira. Ndio maana tumejikusudia, tunasema kama hiki kitu kinapaswa toka, na haiko gymnastique, haiko hatua ya nguvu, sababu ile pesa yenye raia ilikuwa nauza sachet ni ile pesa yenye watauza ile kartasi, ile emballage biodegradable. Ni kusema ni kartasi yenye inaweza kuwa elimine, yenye inaweza toshewa bila shida kwa siku kidogo, sababu sachet inaharibu mazingira. Sachet inaishi siku mingi, hata miaka 100 iko ndani ya udongo, na ina detruire mboleo, ina detruire fertilité ya mboleo. Ndio maana tunasema kusaidia gérer se prévenir, ni kusema kuongoza ni kukinga. Ndio maana tunasema hii sachet tunaitoa, lakini kwa kusaidia sahihi, sababu sisi uongozi wa FCM 23 tunaangalia sana raia, kwa wakomersan, wafanyabiashara wenye wanarushisha, wanafanya biashara ya kuuzisha sachet, tunawapatia muda wa mwezi mmoja. Ni kusema a partir ya le 1er juin, tariki 1 mwezi wa 6 mpaka le 30 juin mwezi wa 6,
tutayua kama balisha elimine, balisha toa. Kusema yenyewe iko ndani ya madepo zao, basiongeze tena ingine waache. Mwa ile mwezi moja tunajikusudia kama utakuwa washa elimine ile, na tuone kama kila mtu mwenye atakuwa na bezo ya kuuza ile ambalage akuye. Duka inapatikana hapa kwa meri. Duka ya kwanza iko unapatikana hapa kwa hii mabatima za meri, na nyingine duka tutaitia kwa stade ya nani ya Volcan. Nyingine duka tutatia pale, ni kusema tutaweka maduka fasi yote kusudi raia ione namna gani inaweza ziaprovisione pale, tuone kama tutatengeneza mazingira yetu namna gani, na tuone kama hizi sachet tunaweza zielimine ndani ya vile kusudi vile yetu ikuwe propre, vile yetu ikuwe na usafi bila sachet. Katika kata la Kahembe kumeendeshwa uhamasishaji maarufu katika kata hiyo ya Kahembe, ni kwenye mtaa wa Karisimbi, na timu husika na jambo la kuweza kuhimiza, na hiyo ni chama AFC M23. Ilikuwa tarehe 27 Mei. Kwa muda huo vijana wengi wameweza kuandikwa ndani ya jeshi la mapinduzi ARC, na wale wameweza kujiandikisha kwa utashi wao wenyewe. Katika ule mpango wa maandalizi ya mchuano ya amani, yaani katika mpango wa michezo, ni kwamba AS Kabasha inaendelea na mafunzo yake, yaani mazoezi yake ndani ya uwanja wa umoja wa hapa mjini Goma iitwayo Stade de l'Unité. Hii tarehe 28 Mei, Abibu Asokolo, huyu akiwa ni yeye ambaye anakuwa mzoesaji, amesema ya kwamba wachezaji wake wote wapo uwanjani tangu hii tarehe 28 na wamekwisha kuanza mazoezi. Kwa matayarisho ya michuano ya kinyang'anyiro cha amani mjini Goma, timu AS Kabasha yaendelea na mazoezi yake kwenye uwanja wa Delinite siku ya 3 tarehe 28 mwaka huu. Wachezaji pamoja na mwalimu wao Abibu Asokolo wanaonekana kuwa tayari kupambana na timu zingine. Hapa Abibu Asokolo anapana mafasirio zaidi. Message ndawaambia fan tukija jua kuandaa turuma hii yenye viongozi wametuandalia kabla ya miezi 3 ile tulikuwa tumekaa tucheze tena. Tunakuja tena kuona kama tutacheza tonekisi ya pia tena kwenye amani kwa hii nchi yetu. Kwa mfano Wakabasha na waita wa wingi wakuje, kwani au ndio wenye wanachunga timu. Wanajua gisi hatuna kiongozi kwenye timu, kwa hiyo wakati au ndio wenye equipe waje wa support timu lao, tuone kama timu lao litaendelea kuwa mbele kwenye nafasi lao istahili kuwa. Ndio siku ya 5 tuna mechi ya kuandaa contre Goma Sport, tuangalie kama vitu yote vimeenea, kama viene tujue kama semene nyingine mbele tucheze match, tujue gisi tutajipanga. Utafahamu ya kwamba kinyang'anyiro cha amani kinachoandaliwa na wakuu wa AFC M23 kitaanzishwa tarehe 7 Juni katika mwaka huu, na ni kwenye uwanja wa Delinite, na timu AS Kabasha toka Goma itapambana uwanjani na timu DC Espoir Pasakenda siku hiyo kwenye uwanja wa Delinite. Shukran ni Christian Mususu ukiwa mwanamchezo wa RTNC Goma, na ni hapo ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu habari. Asanteni kwa nyinyi wote ambao mmejitoa ili kutufuata kwa makini. Shukran pia kwa utungaji wa habari hizi kwa wote na usaidizi wao. Tunamuomba basi Mwenyezi Mungu ambaye ni umba wa mbingu na dunia atutolee sote asali, maziwa na mane. Kwaheri.